Na kwanza naanza kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuendelea kutupa afya na uhai ili kuendelea kuwatumikia wananchi waliotuleta katika jumba hili. Mheshimiwa Naibu Spika, niruhusu nitoe pongezi nyingi sana kwa Mheshimiwa Waziri wa Maji, naibu wake, katibu mkuu na watendaji wao wote, ikiwa ni pamoja na mameneja na wakurugenzi wa mamlaka za maji katika maeneo yetu, ikiwa ni pamoja na mkurugenzi wangu wa mamlaka ya maji ya KUWASA kule Kigoma na RUWASA mkoa wa Kigoma. Mheshimiwa Naibu Spika, wakati mwingine tunaweza tukawa wananchi wanaotusikiliza wakawa wanatushangaa, labda wanatuona wakati fulani tuna move katika kulaumu sana na wakati fulani tuna move katika kupongeza sana. Lakini nilitaka niwatoe wananchi wasiwasi kwamba hiyo ndiyo kawaida ya kazi ya mwanadamu. Kazi ya mwanadamu ina maeneo yote mawili, kwa sababu kadiri unavyofanikiwa unakaribisha na changamoto nyingine za mafanikio. Leo tunapozungumza kwa mtu ambaye hajapata bahati ya kutembea katika nchi nyingine za Afrika, na hasa vijijini, sio makao makuu ya nchi, vijijini, anaweza asijue kazi kubwa ambayo imefanywa katika nchi yetu tofauti na nchi nyingine, na hata kumfanya rais wetu aonekane sasa ni championi katika masuala makubwa mawili, swala la maji na swala la nishati. Hawa watu wanafanya kazi ya kuangalia vigezo vikubwa vya maendeleo kwenye sekta hizo, na ndio maana wanaweza kumwawadi rais wenu kuwa champion katika masuala hayo. Jambo moja ambalo unaweza ukaliona kwenye taarifa iliyosomwa hapa na Mheshimiwa Waziri, jumla ya miradi 2331 imekamilika ya maji. Hili si jambo dogo. Kati ya hiyo vijijini ni miradi 1965 na mijini ni miradi 366. Lakini baada ya miradi hiyo kukamilika, imetutoa wapi katika asilimia za upatikanaji wa maji kwa wananchi wetu? Vijijini tulikuwa asilimia 70.1. Leo tuko asilimia 83 vijijini upatikanaji wa maji. Mijini tulikuwa asilimia 84, leo tuko asilimia 91.6. Hivi ndio vigezo vinavyoangaliwa na watu wanaojua masuala ya maendeleo duniani. Na hii nataka niliseme kwamba lazima uamue kwamba nafanya kazi ili watu wangu wapate manufaa, alafu nikabiliane na changamoto mbalimbali zinazotokana na manufaa hayo. Kwa mfano, unapotekeleza miradi ikazalisha madeni, lakini madeni ambayo tayari wananchi wako wanaendelea kupata huduma, madeni haya yanaendelea kulipika. Na ukiingia kwenye mabenki haya, matajiri wote wakubwa ndio wanaodaiwa hela nyingi kwenye mabenki. Hakuna maskini anayedaiwa. Utakopa kwa lipi? Kwa hiyo ninachotaka kusema, nakubaliana na hoja ya wabunge wenzangu ya kuhakikisha kwamba tunapotenga bajeti tuiheshimu, tupeleke pesa kule zinakopelekwa. Lakini pale ambapo tunafanya mambo kwa manufaa ya wananchi wetu, tusiogope deni hata kidogo. Na hili nataka niliunganishe na hili la madeni ya taasisi. Ni ukweli usiopingika kwamba tunataka taasisi za umma zilipe madeni, tunataka majeshi yalipe madeni. Lakini Mheshimiwa Awesu, mimi ni mtu wa kwanza ambaye si muumini wa kukwambia kakate maji kwenye jeshi. Jeshi ni chombo tunachokihudumia sisi wa Tanzania, na majeshi yetu ni fahari yetu. Kazi yetu sisi, kama jeshi halijalipa maji, tunakwenda kwa wizara inayohusika, tunawaomba kama hela hazitoshi tuongeze lilipwe. Kazi yetu sisi ni kuhudumia majeshi yetu. Haya yametupa heshima kubwa, ni fahari yetu. Na watu wengine hawajui majeshi ya Tanzania yanathaminika mpaka nje ya mipaka ya Tanzania. Kuna nchi ukiwaambia tunataka majeshi ya kulinda amani, wanasema tunakubali jeshi la Tanzania, sio jeshi la nchi nyingine yote. Ni jeshi la watu waaminifu, waadilifu, wenye uzalendo mkubwa. Hatuwezi kukata maji huko.
Huko tunahakikisha kama maji hayajalipwa, tunaongea na waziri anayehusika, kama bajeti haitoshi tuwaongeze fedha walipe maji. Mheshimiwa, taarifa. Mheshimiwa Naibu Spika, nilikuwa naomba kumuongezea taarifa Mheshimiwa Kilumbe Shaban Nyenda kwa msisitizo huo huo na heshima hiyo hiyo aliyesema kwa umuhimu wa majeshi yetu. Tunaomba ndo heshima hiyo hiyo ichukuliwe kumwambia waziri mwenye dhamana wa fedha kwamba atoe pesa ili majeshi yetu yaweze kulipa hayo madeni na asiendelee kutajwa hapa bungeni kwa ajili ya kuonekana kama si kitu kinafaa, kwa heshima ya majeshi yetu. Asante. Mheshimiwa wabunge, majeshi yetu hayakatui maji na nalipa maji kama kawaida. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa, naomba nimalizie mchango wangu kwa kueleza kwamba maendeleo katika sekta hii ya maji ni makubwa sana, na ukitaka kujua sekta inaendelea, hata vijana wa Kitanzania sasa wanapata hamu ya kusoma katika chuo cha maji. Udahili katika kipindi kilichopita ulikuwa wa wanafunzi 2320, sasa umefika 4260, ongezeko la 84%, kwa sababu wanajua kwamba tukisoma tutakwenda kupata ajira katika sekta hii. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kuunga mkono hoja. Asante Mheshimiwa Kororo. Jiandae Mheshimiwa Mabula. Jiandae Mheshimiwa Naibu Spika, Dr. Pauline. na